Kuna uzinduzi wa Fred Vunja Bei bet, tuko na Toto Bad Mario, unaweza kumuita Baba Mara pia. Vyote vile ambavyo unaweza kumuita. Kama unavyomuona amepoa Kinyamwezi. Uzingatiaji umezingatiwa. Asante. Shwari? Shwari mzee wangu, vipi? Mambo nasemaje? Alhamdulillah, namshukuru Mungu. Bwana, kwanza hongera, umepiga bonge moja la show. Kuna uzinduzi wa Fred Vunja Bei bet. Nimeona pale chips zimekuwa nyingi sana, alafu nachombeza kwa mbali. Nashukuru Mungu bwana. Unajua tupo kwenye mji wetu. Kwa hiyo vitu kama hivyo lazima. Of course sometimes kunakuwa na matokeo tofauti. Watu wanaweza kupokea tofauti, lakini kwa namna playlist yetu jinsi ilivyokuwa inakuwa ni ngumu sana ikawa kinyonge sana kabisa. Wewe mwenyewe unaona vibe ilivyokuwa. Kwa hiyo mimi nashukuru Mungu mkubwa. Yes. For sure. Yes. Mario, wewe unaweza kutuambia pia ukaribu wako na Fred Vunja Bei uko vipi? Kwa sababu ni brother, tunajua mpambanaji, fanya biashara, lakini pia ana lebo yake na wewe pia una lebo yako. Yes. As msanii, ukaribu wenu wewe na Fred Vunja Bei uko vipi mpaka leo tumekuona leo hapa? Vunja Bei mwanzoni alikuwa tu kama brother ambaye namheshimu, yupo anafanya biashara zake, lakini yupo pia kwenye entertainment. Lakini pia mimi Ozo ni mshikaji wangu, so kaka wa rafiki yangu na mimi ni kaka yangu, so tukanaishi kama kaka na nini. Lakini nafikiri mwaka huu tumekuwa umeanza mimi na yeye tuko tunasupportiana zaidi, kwa sababu hata video yangu ile ya Sugar nilienda kushoot kwenye apartment zake zile. Nitafuta sana nyumba ambazo zitaendana na hiyo script nilivyoandika, nimekosa. Kaja kukumbuka Vunja Bei ana apartment, nikasema niende kwenye Vunja Bei apartment. Na uzuri nimeenda pale nimekutana na management kwanza, nikazungumza nao nini na nini, kwanza tukaelewana nisivuke protocol. Unajua protocol lazima izingatiwe. Nikaongea nao vizuri, akapigiwa simu nini, Mario sasa mwanangu angenipigia. Nikasema nimepita kwanza huko, so tukaongea naye vizuri na nini, akaniambia wewe poa, hamna shida, shoot tu na nini. So nikashoot, nikaondoka. Ni mtu mzuri, ni mtu ambaye anapenda kusupport. That's why hata mimi leo niko hapa. Hata hivyo nipigia simu bwana na jambo langu la Vunja Bei bet na nini, nikamwambia mzee wangu, wewe niambie wewe saa ngapi mimi nifike. For sure. Kwa hiyo nimekuja kumsupport kaka yangu, kijana mwenzetu. Of course mimi kusema kweli mambo ya betting ni kwa yani sio vitu vyangu. Lakini kwa sababu hiki kitu amekileta Fred Vunja Bei, kijana mwenzetu, mtu ambaye tunaona haso yake na kiasi amekuwa akituhadithia, acha ni support kwenye kucheza huo mchezo, kwa sababu pia una faida kabisa. Yes. Bwana Mario, kama labda hautopendezwa, mimi naomba nikwambie kwamba umetupa exclusive. Watu wengi pia walikuwa hawajui kwamba ile video ya Sugar umeshoot zile sehemu za nyumba zote nimeshoot kwa Vunja Bei apartment. Kwa hiyo namshukuru sana, ni mtu poa sana. Nimekuwa ni Kinyamwezi. Na mara nyingi tumekuwa tukishauriana vitu vikubwa nje ya muziki. Kwa hiyo ni mtu ambaye kipindi hiki nipo naye karibu kidogo. Na acha na mimi nitaenda kuwa mkamalia kupitia Vunja Bei bet. For sure. Mario, mimi naomba niambie, inawezekana ikawa exclusive pia. Yes. Siri ya wewe kuendelea kumaintain kwenye game ni nini? Kwa sababu nakuja sasa kipindi ambacho watu wanatoa tongo mazao na nini, kipindi ambacho umepoa zako, ukatangaza tu kwamba unakuja na EP na nini, lakini ulivyokuja watu wamekuwa wao juu, watu wanakusubiri sana. Siri vipi mkubwa? Siri tu mimi nadhani ni kukumbuka tu kwamba nilikotoka ni wapi na hapa nilipo ni wapi na wapi natakiwa kwenda. Ukiweza kukumbuka hilo swala tu, basi utaweza kufanya muendelezo. Nafikiri iko ndio kitu kikubwa sana, na Mungu amekuwa yuko na mimi siku zote, ananiangazia. Mashabiki support yao imekuwa ni kubwa, lakini kikubwa sana tunaumiza sana kichwa kwenye kuandalia watu kitu kizuri. Kwa hiyo mimi niseme tu, sio kwa ujanja wangu, kwa ajili ya Mungu na mashabiki pia, lakini kikubwa tunapambana kuhakikisha kwamba tunawaletea watu kitu kizuri. Ndio maana kiasi tunaendelea ku maintain kabisa. Nikizungumzia generation ambayo ilikuja na ikafanya poa sana, mimi binafsi yangu for sure namweka Mario pale namba moja. Na nilifuatilia pia moja kati ya interview ya Rema, alisema kwamba yeye tena na yeye sio mdogo. Yani kuna zile big 3 yeye anajiweka pale, yani kwa sababu kwa makubwa sana ambayo ameyafanya. Wewe kwa new generation umefanya poa sana, yani kila mtu Mario unajua. Wewe unaweza kutuambia pia, unajiona kuna zile big 3 pia pale? Kusema kweli mimi kwa nafasi ambayo niko nayo, yani kama ni nafasi ya kusema nataka nijiongelee, naelewa sawa na mlima, naelewa yani unaonekana tu kokote ulipo, na watu watajua kwamba huu mlima huu duniani ni namba ngapi. Kilimanjaro bwana unasikia namba 2 labda duniani au Afrika, ndio kama mimi. Kwa hiyo mimi sidhani kama na nafasi ya kuweza kusema kwa mimi nafasi yangu watu wanaijua, na kikubwa watu wanaheshimu sana nafasi yangu na mimi nawaheshimu. Ndio maana kila siku nawaletea muziki mikali,
video kali, tunafanya maendelezo, na mwaka huu unaweza kuwa mwaka mzuri zaidi kwa upande wetu kama Bad Nation. Yes. Mimi nimekuelewa. Tafsiri yako kwa sisi ambao tumesoma Cuba tunakuelewa. Hutaki kujifunganisha, unawaachia mashabiki wamalize mambo yao. Utamaliza. Nishaongea sana. Of course unaweza kuona namna ambavyo ukuaji unafanyika. Mwaka jana niliweza kuongea hivyo vitu, lakini mwaka huu nadhani naona nimekuwa zaidi. So sidhani kama naweza nikaongelea sana hivyo vitu. For sure. Diamond aliweza kuzungumza kwenye interview akasema kwamba muziki haulipi. That's why yeye ameamua kuwekeza sehemu mbalimbali za biashara pia. Ambazo anategemea kipato kiachana nje ya muziki. Mario sio mtu ambaye tunamwona akitangaza mambo yake nje na muziki. Hii unalekaje Mario? Ni kwamba kuna namna unawekeza tofauti na muziki, au wewe umeamua kuendelea na muziki kwa sababu ndio kitu ambacho unakipenda? Biashara ya muziki pia ni biashara nzuri sana, na ni biashara ambayo mimi naiweza kwa 100%. So for now mimi nimefocus kwenye muziki kwa sababu ni kitu ambacho naweza kusema nawekeza bilioni. So naelewa na inarudi na faida yake. So hiyo ni biashara nzuri. Sidhani kama kuna haja ya kuhangaika na biashara nyingine ambazo sina experience nazo. For sure. Though zipo vitu vingine kwa ajili ya familia na mambo mengine, lakini mimi sasa hivi nipo kwenye muziki. Na kwa sababu mimi ni future ya muziki wa Bongo Flava. Akili yangu yote nimeiweka hapo na macho yangu yote hapo. Nimependa hapo kwanza amesema ni future ya muziki wa Bongo Flava. Zingatia meneja. Au utaki? Mimi napenda vitu kama hivi. Future wanaweza wakawa wengi. Kwa mimi ni mmoja kati ya future ya muziki wa Bongo Flava. Bwana simu namsikia Mario jamani. Naam. Sawa, Mario ukiwa nyumbani ni baba aina gani? Huko tunakujua kama Mario, nyumbani pale unaweza ukaenda kama Omari, lakini kuna namna lazima tuende kama Baba Amara. Ni baba aina gani akiwa nyumbani? Ni baba mzuri, lakini nafikiri hiyo Mama Amara ndo anajua zaidi mimi. Na yeye ndo anatakiwa ajue zaidi kwa mimi ni baba na magani. Lakini nashukuru niko sawa. Big time. Asante. Neno moja kwa Freddy Vunjabei na Okay, Freddy Vunjabei ni mpambanaji, ni mfano kwa hiyo kwa vijana wengi. Tunajua kidogo background yake kwa mbali na namna ambavyo anatuhadisia. Tujui kama anatupiga kamba, lakini anakuwa na evidence. So tumsupport kwenye kitu anachokifanya, na ni kwa sababu sio tu kwa ajili ya kumsupport yeye. Tunaweka kitu, tunapata kitu. Master mambo yapo. So tuendelee kubet na Vunjabei bet. Nyumba ya hela, House of Too Much Money. So bye. Big time bro. Asante.